Tazama hapa mchungaji maarufu IPM akitoa mafundisho kanisani huku akiwa anatumia sura kutoka kwenye Qur'an. Ikumbukwe aliwahi kuwa Muislamu kabla ya kuingia kwenye Ukristo. Una sura moja inaitwa lam yakuni alladhina kafaru min ahlil kitabu wal mushrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayina. Kule mbele nasema innal ladhina kafaru min ahlil kitabu wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Inakataza mambo ya ushirikina, lakini pia Biblia iko wazi inasema washirikina wote wataingia katika nini? Ziwa la moto liwakalo na kiberiti. Kwa hiyo kuna ulazima wa kurudisha nguvu ya mwanaume katika uchumi, nguvu ya mwanaume kama Mwenyezi Mungu alivyompa kwa mara ya kwanza katika bustani ya Eden, ailime bustani ya Eden na aitunze bustani ya Eden. Kwa kulitambua hili sasa, ziko changamoto nyingi sana kwa wanaume wanazozipitia. Changamoto ya kwanza ya mwanaume sio gari, changamoto ya kwanza ya mwanaume sio nyumba, changamoto ya kwanza ya mwanaume sio mtoto, changamoto ya kwanza ya mwanaume ni uchumi. Ukikosa uchumi, mwanaume umekubali kufa haraka. Ukikosa uchumi, umekubali kudhalilika. Ukikosa uchumi, umekubali kuchezewa katika hii dunia. Unaposikia mtu anaitwa mwanaume, maana yake ana uwezo wa kuprovide, ana uwezo wa kutunza, ana uwezo wa kusimamia. Sasa leo wako wanaume wengi katika jamii yetu wamekata tamaa, hawawezi kusimamia familia zao. Unakuta wako wengine ndo wanaitwa Serengeti Boys, wanalelewa na mishangazi. Mtu anaishi mjini kwa kulelewa na mama, mama mtu mzima, unafanya mahusiano na mama ambaye umri wake ni kama mama yako na uogopi, unamvaa tu. Utafanikiwa? Una hiyo roho? Wengine hadi kuoa akaka wanaogopa, hadi kuoa. Mengine hadi kwa approach anaogopa. Ndio huko hapo. Unautesa tu mkono. Ulikuwa hujanielewa na ulivyocheka kwa speed unaonekana mtaalamu wewe. Unachekaje kwa speed hivi? Kumwambia tu mtoto wa kike mambo. Na wanakatazwa, kuna wachungaji wanawakataza watoto wao wa kiroho wasitongoze. Eti wataletewa na bwana ndio yanazeeka. Yaani aje tu eti ajilete tu. Endeni huko mka approach huko, mletee majiko hapa tufunge ndoa. Sema amina. Ela falou que queria poder